Hii ni hafla ya utoaji wa mikopo wa vikundi ambavyo vimekidhi kupatiwa mikopo kutoka katika kata mbalimbali. Mwongozo wa usimamizi wa utoaji wa mikopo ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu ya mwaka 2024 unaelekeza kuwa vikundi vyote vinavyohitaji mkopo vinatakiwa kuomba kupitia mfumo wa wezesha poto. Baada ya maombi hayo, kamati ya huduma za mikopo ya kata inafuatilia na kukagua vikundi hivyo na kupitia maombi kwa ajili ya kupewa mikopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mpango wa bajeti halmashauri kwa mwaka wa fedha 25/26, halmashauri imebajeti kiasi cha shilingi milioni 337,253,500 kwa ajili ya makundi maalum ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutoka makusanyo ya ndani. Kamati ya huduma za mkopo wilaya ilifanikiwa kukagua vikundi katika kata 11 zilizokuwa zimewasilisha maombi ya mkopo kwenye mfumo. Vikundi vitakavyokopeshwa mkopo wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ni kama ifuatavyo. Baada ya kamati ya ngazi ya kata kukagua vikundi na kujiridhisha na shughuli wanazofanya, taarifa iliwasilishwa katika kamati za huduma za mikopo ya halmashauri, timu ya management na kamati ya uhakiki ya wilaya kupendekeza vikundi 11 kupatiwa mikopo. La vikundi vinavyopatiwa mikopo limeambatanishwa. Hivyo ninaomba utoe mikopo ya thamani ya shilingi milioni 195,200,000 kwa vikundi 11, ikiwa vikundi 6 ni vya wanawake na 5 ni vya vijana. Wanawake watakopeshwa mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 97,600,000, vijana mkopo wa milioni 97,600,000, jumla ya mkopo wenye thamani ya milioni 195,200,000. Kwa wananchi tufahamu kwamba mikopo hii inatokana na makusanyo tunayoyafanya kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya halmashauri. Tuna leseni za biashara, tuna mageti, tuna nini. Kwa hiyo tukikusanya zile fedha, ni maelekezo ya serikali kwamba 10% tutenge kwa ajili ya kukopesha wananchi. Tunachokiomba tu kwenu, ukishakopeshwa, amesema hapa DCDO, sisi tuna vikundi 728 kama halmashauri. Lakini leo mnapata mikopo vikundi vingapi? 11. Kwa hiyo ni wachache sana kati ya vikundi vingi. Cha msingi tu tuwe waaminifu kwenye kurejesha zile fedha ili na wenzetu waweze kupata. Mimi Mheshimiwa DC nikushukuru na nikupongeze kwa kuja kuzungumza na kutoa mikopo. Wakati Mheshimiwa Rais anazindua bunge la 13 kikao kile cha kwanza, alieleza jinsi gani anatamani kuona mfuko huu ukiboreka na kuleta tija kwa kina mama, vijana na kundi maalum. Lakini akaenda mbali, akasema tunataka tuone vijana wakitoka kwenye mawazo yale ambayo wanayo na kwenda kutengeneza maisha yao. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunapata bahati kuanzia tarehe 27 mwezi huu tunakwenda kujadili hotuba ile ya Mheshimiwa Rais. Na nafikiri katika vitu ambao tutazungumzia ni pamoja na hiyo wizara mpya iliyoundwa ambayo inakwenda kuwa na maslahi mapana na vijana. Mheshimiwa Rais ameeleza kwenye ile hotuba yake ni jinsi gani anakwenda kuboresha maeneo ya ufugaji na kuweka kuongeza. Kwa hiyo kama kuna wafugaji wengi hapa wanakwenda kuchukua mkopo, naamini Rais anaendelea kwenda kuboresha, na anaposema anaboresha malisho na anaboresha muwe na mifugo bora, msiwe na mifugo tu ambayo kimsingi haina tija, haina faida kwa wananchi. Natamani kuona angalau kata zote 20 za wilaya Monduli zionje keki na faida ya makusanyo kutoka kwenye vyanzo vya mapato ya wilaya Monduli. Na uzuri tumepata Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya mzuri ambaye anafanya ziara. Na mimi ninakuja kukusapoti. Nimefurahi tu kwamba na mimi nimekuwa sehemu hii, tena nimekuja wakati mzuri. Na mimi nitatolea mfano tu kwamba wakati natoka jimboni nimeshiriki ugawaji wa mkopo milioni 201. Wewe ni hatua kubwa sana kwenye halmashauri yetu. Sasa mimi hapa nina mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni maelekezo yangu kwa wanavikundi. Ina mama mpo? Tupo. Vijana mpo? Tupo. Watu wenye mahitaji maalum mpo? Mikopo hii tunayopewa sio msaada. Mikopo hii tunayopewa tunastahili kuirejesha kama ilivyokusudiwa. Katika vitu ambavyo niko navyo macho ni hii mikopo.
Usichukue mkopo kama huna jambo la kufanyia, ili vikundi vingine navyo vifanye nini? Vipate mikopo. Nategemea mikopo hii mnayoichukua, mnachukua kwa ajili ya kwenda kuendeleza biashara ambazo zitatuingizia kipato, tubadilishe maisha. Na mkikopa mkarejesha vizuri, kiasi au kiwango kile cha mkopo kinaongezeka. Halmashauri ya wilaya hii ya Monduli, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kurejesha hii mikopo. Kipindi cha nyuma hii mikopo ilikuwa na changamoto kadhaa, ikasitishwa. Uongo kweli? Lakini Mheshimiwa Rais ameboresha. Lakini watu wa makundi maalumu msijisikie wanyonge. Kila mmoja hapa ni mlemavu mtarajiwa. Uongo kweli? Hatujui tu ni lini. Kuzaliwa mlemavu sio kukufanya wewe ufunge mikono usifanye chochote. Wako walemavu wengi wamefanikiwa kielimu, kiuchumi, kuliko watu ambao wamefanya nini? Ambao sio walemavu. Hawa watu wanaoitwa maafisa maendeleo ya jamii, miongoni mwa majukumu yenu ni kutoa elimu kwenye jamii, ikiwemo masuala ya nini? Ya kiuchumi. Wananchi hawa wanahitaji kuelimishwa. Lakini wananchi hawa wanaopewa mikopo siku ya leo wanahitaji kufuatiliwa. Wanaendeleaje na shughuli zao baada ya kupewa hii mikopo? Sambamba na hilo, mshirikiane na wataalamu wengine wa halmashauri na wa kwenye kata kuhakikisha kwamba mikopo hii tutakayoitoa leo itakuwa na tija kwa vikundi hivi ambavyo vinafanya nini? Vinapewa mikopo. Tunazo fursa nyingi kwenye wilaya yetu. Biashara tutakazotakiwa kuzifanya, tusikopi. Tukitumia wataalamu wetu wakatushauri kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yetu, mikopo tunayoichukua hii itakuwa na tija. Na kisha kuwa na tija, tunaweza kurejesha marejesho, vikundi vingine vikafanya nini? Vikapewa mikopo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha kwa ajili ya wanawake kupewa mikopo kwenye benki ya NMB. Mikopo yenye riba nafuu. Mwe waadilifu katika zoezi la utoaji wa mikopo. Arara nanu enenki kunja na shepai temundu leju. Nekijoki ake ntae ashe tenkaraki ena rishata ndio yiok pee kiponu aitau. Ashe tenkaraki kuna ng'asiat nincho yiok ele mkopo. Kiyiolo ake ajo kipuo siyiok aasishore kira iltung'anak irmaasai, nekipuo adumunye nkera, nekidumunye atua uchumi ang'. Amu ore pee kigira aihangaika naa uchumi nagira agolu. Nekipuo aramatie nkera, nekiindim ashukoki sinye ntae, ayaki ntae metabaiki nikiponu aitabaiki ntae. Kijoki ake yie ntae ashe naleng', kijoki ashe naleng' amu kipuo aasishore kuna pesai, nekishuku ake tesidai. Nekijoki Enkai taretoki ake sinye yiok, neretoki ake sinye ntae ake. Metaa asanteni sana. Kwa majina naitwa Raymond Meshuko, natokea kata Moita, kijiji cha Moita Kilorit. Mimi ni mmojawapo katika wanavikundi waliofika hapa kwa ajili ya mikopo hii ya vijana na wanawake. Tunapenda kuishukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuona sisi vijana pamoja na wanawake kwa ajili ya kutukopesha mikopo hii. Tunaahidi kwamba tutaenda kufanyia mikopo hii biashara na kuweza kuirejesha kwa wakati.